Yes, katika nchi yoyote au state yoyote ambayo inakuwa inaishi na watu, lakini pia vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea katika mazingira yetu ya kawaida, ulinzi ni kitu cha muhimu sana, na ndio maana kuna mapolisi, kuna mafield force, kuna watu wa fire, lakini pia kuna jeshi la polisi, nikimaanisha hapa Tanzania liko JWTZ lipo, pia ni jeshi ambalo linasaidia katika usalama wa nchi yetu, lakini pia na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea. Lakini tunajua kabisa huwa kunatokea vita katika nchi tofauti tofauti, lakini pia kuna vifaa au vitu ambavyo wanakuwa wanatumia katika kupigana katika vita hizo, na vitu vinakuwa vingi zaidi. Sasa niko na story ya panya ambaye inahusu kutokea katika nchi iko mbele, utanisikiliza hapa nitakavyokuambia. Lakini panya huyo inasemekana alitokea Tanzania, au kizazi chake kimetokea huku Tanzania, ameweza kutegua bomu. So twende wote makini kabisa kwa story hii. Lakini pia inasema kwamba panya anayenusa mabomu ya ardhini nchini Cambodia ameweka rekodi mpya ya dunia kwa kufichua zaidi ya mabomu 100 ya kutegwa ardhini na mabaki yana zana za kivita ambayo yangeweza kusababisha maafa makubwa kabisa. Shirika la kutoa misaada ya kutegua mabomu la Ubelgiji Apopo limeweza kusema kwamba panya huyo aitwaye Ronin amekuwa akifanya kazi kaskazini mwa Cambodia kwa zaidi ya miaka 3 na kugundua mabomu 109 na vifaa vingine hatari 15. Panya huyu bana ameweza kutegua mabomu 100 ndani ya muda mfupi, lakini pia ndani ya miaka 3 ambayo ameweza kuishi katika nchi ya Cambodia ameweza kutegua mabomu 109, lakini pia na vifaa vingine hatari zaidi 15. Anapewa na jina kabisa, anaitwa Ronin. Lakini pia sasa Ronin alizaliwa Agosti 13, 2019 katika mkoa wa Morogoro nchini Tanzania. Amevunja rekodi ya awali iliyokuwa ikishikiliwa na panya mgawa ambaye naye pia aliweza kutokea Tanzania, ambaye aligundua mabomu 71 kabla ya kustaafu mwaka 2021. Bwana, nyewe wengine watu wanastaafu kazi, lakini pia huku kuna panya ambao wanastaafu kazi ya kuweza kutegua mabomu. Panya huyo anafahamika kwa jina la Ronin, ameweza kutegua mabomu 109, lakini panya huyo yuko Cambodia akitokea hapa Morogoro. Watu wameweza kufuatilia zaidi mpaka wamegundua kwamba aliweza kuzaliwa tarehe 13 Agosti mwaka 2019 na anakula maisha yake huko nchini Cambodia. Lakini pia panya ambaye alikuwa anaongoza alikuwa anatokea hapa nchini Tanzania, ambaye alikuwa huko pia, ambaye yeye aliweza kugundua au kuweza kutegua mabomu 71. Inashtua sana, lakini pia inakuwa inasaidia sana kuonekana kwamba hata wanyama wanaweza kufanya kazi hata ambazo binadamu pia wanaweza kuyafanya, na hii ni katika kujiweka ukijiimarisha katika ulinzi na nyanja nyingine tofauti zaidi. Sisi kama Sawasawa Digital hatuchagui habari, kila habari ambayo unastahili kuipata mwana Sawasawa unakuwa unaipata kwa muda na wakati wote. Endelea kutufuatilia kwenye YouTube, lakini pia mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa za muhimu, lakini pia za uhakika zaidi.